Utabiri wa nyota yako leo Jumapili tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe subscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo unajisikia mhemko wa nguvu na shauku, ukiwa tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazokuja mbele yako. Mwezi unapoambatana na Mars katika nyota yako, unakupa nguvu ya kujithibitisha kwa ujasiri. Hata hivyo, kuwa mwangalifu usije ukaonekana unalazimisha mambo, kwani shauku yako inaweza kuwa kubwa mno kwa wengine. Katika maisha ya mapenzi siku hii ya leo, kuna uwezekano kukutana na rafiki mpya au mpenzi. Kumbatia fursa hizi kwa moyo wa wazi, lakini chukua muda kuelewa nia zao. Sayari ya Mars inakuhimiza kufanya mazoezi ya mwili, hivyo fikiria kuanzisha mpango mpya wa mazoezi ili kutumia nguvu zako kwa njia nzuri. Kazini siku hii ya leo, fuata hisia zako zinakuelekeza kwenye mabadiliko chanya, lakini kumbuka kuchanganya ujasiri na diplomasia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, njia ya tahadhari itakufaa, kwani gharama zisizotarajiwa zinaweza kutokea. Upande wa kiafya siku hii ya leo, usawa ni muhimu. Zingatia afya ya akili sawa na ya mwili. Meditation au mazoezi ya kutafakari yanaweza kuleta utulivu kwa siku yako unapoendelea kutafuta usawa. Nambari ya bahati ni 9, rangi ya bahati ni nyekundu, mafusho ni sandalwood, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Simba na nyota ya Mshale. Tukiangazia nyota ya Ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni wakati mzuri wa kujitafakari na kukua. Venus inapokuwasili kuna msisitizo juu ya upendo na uzuri. Mpangilio huu wa sayari unakuhimiza kuimarisha mahusiano, ukilenga mawasiliano na kuelewana. Kazini siku hii ya leo, kujitolea kwako kunaleta matunda, kwani wakubwa wako wanatambua bidii yako. Hii inaweza kusababisha fursa za kupanda cheo, kuwa wazi kwa majukumu mapya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, endelea na njia thabiti. Epuka kufanya manunuzi ya ghafla licha ya ofa zinazovutia. Upande wa kiafya siku hii ya leo, sikiliza mwili wako, kwani maumivu madogo yanaweza kuashiria hitaji la kupumzika. Kula mlo bora na kufanya mazoezi mara kwa mara kutakuimarisha. Samini mambo rahisi na penda wale wanaokuunga mkono. Ni asili yako ya utulivu inayokupa uimara wakati wa mabadiliko. Nambari ya bahati ni 6, rangi ya bahati ni kijani, mafusho ni jasmine, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 7 kamili mchana hadi saa 9 kamili alasiri. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mashuke na nyota ya Mbuzi. Tukiangazia nyota ya Mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo mabadiliko na udadisi vinaongoza siku yako. Mwezi ukiwa na mpangilio mzuri unakutia moyo kuchunguza na kujifunza, na kutoa nafasi ya kupanuka kwenye nyanja za kibinafsi na za kikazi. Fikra zako ni kali na huu ni wakati mzuri wa kushughulikia miradi migumu au kuanzisha mipango mipya. Shughuli za kijamii zinapendelewa leo. Jihusishe na mijadala yenye kuvutia ambayo inachochea akili yako. Katika mapenzi siku hii ya leo, mawasiliano ni muhimu siku hii. Ikiwa kutakuwa na kutokuelewana, kumbuka kukabiliana nayo kwa huruma na subira ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Upande wa kifedha siku hii ya leo, pitia bajeti yako, unaweza kugundua maeneo ya kuboresha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, zingatia shughuli zinazochangamsha mwili na akili yako. Darasa la yoga au matembezi ya utulivu yanaweza kuoanisha nishati zako. Kumbuka usawa ni muhimu, hivyo toa muda wa kupumzika katikati ya msisimko wa siku. Nambari ya bahati ni 5, rangi ya bahati ni njano, mafusho ni lavenda, manukato ni lemon. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya Mizani na nyota ya Ndoo. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac.
Leo kuna nishati ya kulea inayokaribisha kuzingatia maisha yako ya nyumbani na familia. Uwepo wa mwezi kwenye sekta yako unasisitiza hisia zako, huku ukihamasisha tafakari na hamu ya kujenga mahusiano ya karibu na wapendwa wako. Ni siku nzuri ya kuandaa mikusanyiko ya kifamilia au chakula cha jioni cha faragha, ambapo joto la mazungumzo ya furaha yataendelea kwa urahisi. Kazini siku hii ya leo, asili yako ya huruma inawavutia wenzako na kufungua milango ya ushirikiano. Tegemea hisia zako unapokabiliana na masuala magumu. Hisia zako ni dira yako leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hali inaonekana kuwa thabiti, lakini kuwa mwangalifu na matumizi yasiyo ya lazima. Katika masuala ya mapenzi siku hii ya leo, kuwa wazi ni nguvu yako. Kushiriki mawazo yako kwa uwazi huimarisha uaminifu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, toa kipaumbele kwa kujitunza. Siku ya spa au mbinu rahisi za kupumzika zinaweza kurejesha usawa. Jihusishe na shughuli zinazokuletea furaha, iwe ni bustani au shughuli inayotuliza roho yako. Nambari ya bahati ni 2, rangi ya bahati ni fedha, mafusho ni chamomile, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni na saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya nge na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kujieleza na kuvutia wengine kwa karisma yako. Jua ambalo ni sayari yako yenye nguvu linakupa ujasiri wa kuongoza kwa ubunifu na nguvu. Chukua fursa za kuonyesha vipaji vyako, iwe ni kazini au kwenye miradi yako binafsi. Ukarimu wako unavutia wengine na kufanya kazi kwa pamoja kunaweza kuleta matokeo mazuri. Katika mahusiano siku hii ya leo, hakikisha unatoa kutoka moyoni na si kwa ajili ya kutafuta kusaminiwa. Upande wa kifedha siku hii ya leo, chukua njia ya kimantiki. Uwekezaji uliofanywa leo unaweza kuzaa matunda ikiwa utafanya utafiti vizuri. Upande wa kiafya siku hii ya leo, viwango vyako vya nishati ni vya juu, hivyo ni wakati mzuri kwa shughuli za mwili zinazoimarisha mwili wako. Fikiria kujiunga na darasa la mazoezi mapya au kushiriki katika michezo inayokuchangamsha. Furahia uzoefu mpya, kwani fursa za safari au matukio ya kitamaduni yanaweza kutokea na kupanua upeo wako. Nambari ya bahati ni 1, rangi ya bahati ni dhahabu, mafusho ni udi wa frankincense, manukato ni amba. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo zingatia kuoanisha taratibu zako za kila siku na malengo yako ya muda mrefu. Mercury, sayari yako inayoongoza, inaasili eneo lako la mpangilio na umakini, na kusisitiza umuhimu wa kuboresha shughuli zako nyumbani na kazini. Tumia siku hii kupangilia upya na kuondoa uchafu, kwani nafasi safi inaleta akili safi. Ushirikiano unapata nguvu, mawazo yako ya uchambuzi yanathaminiwa na wenzako na kuzalisha mawazo mapya. Katika mahusiano binafsi siku hii ya leo, zingatia mazungumzo ya wazi. Mawasiliano ya uaminifu huimarisha mahusiano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, pangilia njia yako kwa umakini. Mbinu za tahadhari zinaweza kusaidia katika usalama wa baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, ukizingatia taratibu za afya zitakuleta kwenye matokeo mazuri. Kumbatia tabia bora, kuanzia mlo bora hadi mazoezi ya mara kwa mara kwa ajili ya afya yako ya kudumu. Kumbuka, mabadiliko madogo madogo huleta maendeleo ya kudumu. Leo inaweza pia kuleta fursa za kujifunza au kuongeza ujuzi. Nambari ya bahati ni 4, rangi ya bahati ni kahawia, mafusho ni rosemary, manukato ni sage. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo maelewano na ubunifu vinachukua nafasi ya mbele. Venus, sayari yako inayoongoza, inasisitiza uzuri na usawa, ikikupa msukumo wa kuleta amani katika maeneo yote ya maisha yako, iwe kupitia shughuli za kisanaa au mwingiliano wa kijamii.
Ujuzi wako wa kidiplomasia unang'ara, ukiendeleza umoja na kuelewana. Katika mapenzi siku hii ya leo, tafuta usawa. Shiriki na sikiliza kwa usawa na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano wenu. Kazini siku hii ya leo, ushirikiano ndio msingi. Uwezo wako wa kuona pande zote mbili za jambo kutakufanya kuwa mpatanishi bora. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fikiria kutafuta ushauri kabla ya kufanya uwekezaji mkubwa. Mtazamo wa usawa husaidia kukwepa hatari na kufikia faida. Katika jamii siku hii ya leo, haiba yako huvutia mwingiliano mzuri, na hii ni siku nzuri ya kufanya mitandao au kushiriki kwenye matukio ya kitamaduni. Upande wa kiafya siku hii ya leo, chagua shughuli zinazochanganya furaha na siha kama vile kucheza au yoga. Nambari ya bahati ni 6, rangi ya bahati ni pinki, mafusho ni lavenda, manukato ni rozi. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nguvu yako mabadiliko imeimarishwa, ikikuhimiza kuchunguza kwa kina na kukuza. Mazi na asili nyota yako, ikikupa msukumo wa kufanikisha malengo yako kwa dhamira na thabiti. Huu ni wakati mzuri wa kushughulikia miradi inayohitaji umakini wako wa hali ya juu na kuacha shauku yako iwaongoze. Katika mahusiano siku hii ya leo, uaminifu na ukweli vina umuhimu mkubwa. Fuata hisia zako unapofungua moyo wako kwa wengine. Kazi inaweza kuleta fursa zinazolingana na matamanio yako. Ziangalie kwa makini kwa akili ya kimkakati. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka maamuzi ya pupa. Kutumia rasilimali zako kwa hekima huleta usalama wa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, toa kipaumbele kwa shughuli zinazorejesha nishati kama kutafakari au matembezi ya asili ili kusawazisha ukali wa siku. Kuchunguza undani wa kihisia kunaweza kuleta uwazi na nguvu. Nambari ya bahati ni 9, rangi ya bahati ni nyeusi, mafusho ni mirhi, manukato ni pachol. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya samaki. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo siku yako imejaa shauku ya kujifunza na kuchunguza. Jupiter, sayari yako inayoongoza, inakupa mwangaza wa ukarimu na hamu ya kuvumbua mambo mapya. Iwe ni kusafiri, kushiriki katika mijadala ya kiakili au kutafakari mitazamo mipya ya kifalsafa, roho yako ya udadisi haina mipaka. Katika mahusiano siku hii ya leo, wasiliana kwa uwazi. Shauku yako inaweza kuwahamasisha wengine na kuimarisha mahusiano. Kazini siku hii ya leo, mawazo ya ubunifu yanaweza kusababisha miradi ya kusisimua. Usisite kushiriki maono yako na wenzako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, utulivu wa kifedha unapatikana kwa kujenga misingi imara badala ya kufuata faida za haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, shughuli za nje zinazoamsha hisia zako za uvumbuzi kama vile kupanda mlima au kuchunguza maeneo mapya zinaleta nguvu kwa mwili na akili yako. Nambari ya bahati ni 3, rangi ya bahati ni zambarau, mafusho ni sandalwood, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya simba. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo nyota yako inakuhimiza kuimarisha malengo yako kupitia mipango madhubuti na uvumilivu. Saturn, sayari yako inayoongoza, inakupa nguvu na nidhamu na muundo unaohitajika kufanikisha malengo ya muda mrefu. Huu ni wakati mzuri wa kutathmini mikakati na kuboresha, kuhakikisha kuwa inaendana na maono yako. Kazini siku hii ya leo, sifa zako za uongozi zinang'ara. Chukua hatua na uwahimize wenzako. Ushirikiano unaweza kuleta matokeo bora, kwa hiyo tafuta ushirikiano unaolingana na maadili yako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usimamizi mzuri na uwekezaji wa kimkakati vinaweza kuimarisha utulivu wako wa kifedha. Katika mahusiano siku hii ya leo, onyesha shukrani kwa wapendwa wako, kwani ishara ndogo za upendo huimarisha uhusiano wa kudumu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, weka uwiano kati ya kazi na kupumzika
panga muda wa kurejesha nguvu zako. Shughuli zinazojikita katika nguvu za kimwili kama mazoezi ya kujenga mwili zinaweza kuwa na manufaa sana. Nambari ya bahati ni 8, rangi ya bahati ni kijivu, mafusho ni frankincense, manukato ni vetiver. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mashuke. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Roho yako ya ubunifu inapata njia mpya za kuonyeshwa. Uranus, sayari yako inayoongoza, inakupa mwanga wa mawazo mapya na kufikiri nje ya mipaka ya kawaida. Shirikiana katika vikao vya mawazo au miradi ya pamoja ambayo inakupa nafasi ya kuonyesha mtazamo wako wa kipekee. Teknolojia na masuala ya kijamii vinaweza kufaidika sana na ushiriki wako, kwani mawazo yako yanachochea mabadiliko. Katika mambo ya kibinafsi siku hii ya leo, urafiki unachukua umuhimu maalum. Jitahidi kuunganisha kwenye kiwango cha kina zaidi ili kuimarisha mahusiano. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka kujiingiza kwenye biashara za kubahatisha, kipaumbele ulinzi wa kifedha kwa amani ya akili. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jaribu mbinu za afya mbadala kama vile tafakari au tiba asilia, ambazo zinaweza kuendana vizuri na asili yako yenye maono. Mazoezi ya mwili yanayochanganya changamoto na furaha kama vile dance au michezo mipya yatakufanya ujihisi mchangamfu. Nambari ya bahati ni 4, rangi ya bahati ni bluu ya bahari, mafusho ni seji, manukato ni bergamoti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo najikuta kwenye bahari ya hisia na huruma. Neptune, sayari yako inayoongoza, inakupa uwezo wa kushika mawazo na hisia za watu wanaokuzunguka. Uwezo wako wa kufariji na kuelewa wengine ni wa kipekee, ukikufanya kuwa msaada muhimu kwa wale wanaotafuta mwongozo. Kwenye ubunifu siku hii ya leo, ruhusu mawazo yako yawe huru. Miradi ya sanaa au uandishi inaweza kutoa maonyesho yenye nguvu. Kazini siku hii ya leo, fuata hisia zako unapokabiliana na hali ngumu. Mtazamo wako wa kipekee utasaminiwa na wenzako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kupanga bajeti kwa makini kutakusaidia kufikia malengo yako. Zingatia ushauri kutoka kwa vyanzo vya kuaminika kabla ya kufanya uamuzi mkubwa. Mahusiano yatafaidika kutokana na upole wako na kuelewa. Mazungumzo ya kina husaidia kuimarisha uhusiano. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya shughuli zinazokuletea amani ya ndani kama kutafakari au kutembea karibu na maji. Nambari ya bahati ni 7, rangi ya bahati ni samawati, mafusho ni sandalwood, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumapili tarehe 16 mwezi wa 3 ya mwaka 2025. Basi ni kusihi usikose kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.